Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunajua kuna watu wanakuaga na lawama, wanaanza kuwalaumu watu. Mwambie Baba, niko hapa. Wewe ndio uliyeniokoa. Wewe ndio uzima wangu. Wewe ndio kweli yangu. Wewe ndio amani yangu. Wewe ndio mwisho wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utawaza kupata vitu vinavyoanzia kwa watu, utawaza kupata vitu vinavyoanzia kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoanzia kwa Bwana kina lawama. Kinachoanzia kwa Bwana hakina mtu atakwambia nilimsaidia juzi na leo tena amekuja na leo tena nataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha waje ambao wasio na Bwana, acha wakutafuta wasio na Bwana. Hiyo ikae kwako kwa jina la Yesu. Kuachiwe huyo yako kwa jina la Yesu. Yusufu hakutawala Misri kwa sababu ni Yusufu. Yusufu hakutawala Misri kwa sababu amefasiri ndoto. Yusufu alitawala Misri kwa sababu ana roho ya Bwana. Ndio maana Farao anasema tupate wapi kama mtu kama huyo mwenye roho ya Mungu nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hauna roho ya Mungu ndani, hauna sifa za kiutawala, wewe ni mtumwa. Ukikosa roho ya Mungu utaishi maisha ya watumwa. Na ndio maana kwenye maombolezo wanasema watumwa wanatutawala. Kwa nini? Kwa sababu unapokosa roho ya Mungu unaruhusu waovu kutawala. Unaruhusu wasio haki wasimame kwenye nafasi yako. Sema kwa jina la Yesu. Msana wa leo ninakataa. Sema ninakataa. Sema ninakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wasio na roho ya Bwana, wasio mbele yangu, wasio na roho ya Bwana, wasitawale mali pasa. Ninakataa. Ninakataa. Wasio na roho ya Bwana, wasifanikiwe. Mahali pa kwangu, mahali pa kwangu, mahali pa kwangu, mahali pa kwangu, mahali pa kwangu. Kwa jina la Yesu. 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 Msana wala. Ninakataa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitabaki mtupu. Sitabaki mtupu. Roho wa Bwana ninakuhitaji. Roho wa Bwana ninakuhitaji. Roho wa Bwana ninakuhitaji. Kwa jina la Yesu. Amen. Roho ya Mungu ni nguvu ya kiutawala. Unataka kumiliki na kutawala, lazima uwe na roho ya Mungu. Unaweza ukawa na dhehebu lakini sio kuwa na roho ya Mungu. Unaweza ukawa na kanisa lako lakini sio kuwa na roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni wa utaratibu. Ukiona mtu anaenda bila utaratibu, maana yake hawezi kuwa na roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona ananena kwa lugha, lakini ukiona ndani yake hana utiifu, hana roho ya Mungu. Kwa sababu yeye na roho ya Mungu ndani yake kuna utii, ndani yake kuna unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Farao wanatafuta mtu mwenye roho ya Mungu ili apate majibu ya Misri. Aliye na roho ya Mungu anatembea na majibu ya taifa lolote, ya ofisi yoyote, mahali unakoenda. Unataka kutembea na majibu ya mahali unakoenda. Tutosha kasa. Kanisa, wewe ni majibu ya kila pahali unakoenda. Yusufu alitembea na majibu ya Misri ambao wanatakiwa wawe na njaa, ambao wanatakiwa wapite kwenye shida. Ndio maana Kanaani walipomkataa Yusufu, walikataa shida yao, walikataa uzima wao, walikataa baraka zao, walikataa shida ya kwao. Kwa sababu Yusufu alikuwa shida ya Kanaani. Yusufu alikuwa shida ya familia yake. Walipomkataa, alipoondoka, aliondoka na nafasi yao ya kufanikiwa, aliondoka na nafasi yao ya kuishinda njaa. Neema iwe juu yako. Neema iwe juu yako. Neema iwe juu yako. Neema iwe juu yako kwa jina la Yesu. Aliye na roho ya Mungu ni majibu. Ni majibu. Popote ulipo wewe ni majibu. Na ndio maana kaka zake Yusufu walipomkataa Yusufu wakamuuza, ili walazimu kufuata chakula mahali ambako yuko Yusufu, ili walazimu kwenda kutafuta shida yao, kutafuta majibu yao mahali walikomuuza ndugu yao. Haijalishi kuna watu wanakukataa, haijalishi kuna watu wamekutenga. Acha unakuja wakati watakutafuta,
mwenye hekima na akili kama Yusufu. Aliangalia Misri nzima hakukuwepo na anayefanana kiufahamu na Yusufu. Aliangalia Misri nzima hakukuwepo na mwenye hekima kama Yusufu. Licha kuwa nao wenye hekima, lakini hawakulingana naye, lakini hawakufanana naye. Uwe Yusufu wa sasa, uwe Yusufu wa sasa, uwe Yusufu wa sasa, uwe Yusufu wa sasa, uwe Yusufu wa sasa. Majina ya Yesu. Ndio maana kuna baadhi ya mambo lazima uwe makini. Fuata maelekezo, ikiwa si dhambi, ikiwa si ulevi, ikiwa si uzinzi, ikiwa si kupeleka kwa mpunga pepo, fuata maelekezo ili Mungu akunyanyue, ili Mungu akupandishe, ili Mungu akupatie akili za kwake. Ukiongozwa na Roho unatumia akili ambazo ziko juu, hautumii akili za chini. Na ndio maana anaposema kwenye Isaya 42, nasema mtumishi wangu nimtegemezaye, nimetia Roho yangu ndani yake, atalia, atapaza sauti yake, ataisikia katika njia yako. Kwa nini mbinguni hakuna msiba? Wanaotumia akili za kwake, wao hawana msiba, wao hawezi kulia, wao hawana manunguniko, wao hawana manunguniko. Wewe kwa jina la Yesu, Bwana akupatie Roho yake, Bwana akupatie Roho yake, Bwana akupatie Roho yake kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu usipotembea na Roho yako unakuwa mwanadamu. Na ndio maana Yesu kwenye Yohana 3 anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Aliyezaliwa kwa roho anasema yeye ni kama upepo. Na ndio maana nilikwambia unapokuwa na roho ya Kristo, wewe ni kama upepo, kama ambavyo upepo huwa ukamatiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Upepo huwa ukamatiki. Kama uelewe vizuri, waulize vijana wangu walifungia upepo huko ndani, lakini wanakuta kila wakija puto linaponyea lenyewe. Kila wakija wanakuta puto linaponyea yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawakufungulia, lakini unatoka wenyewe. Ndivyo itakavyokuwa.